Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo walimu mbalimbali. Leo tunaingia kwenye somo la matatizo yanayotokana na matumizi ya AC pamoja na mionzi mbalimbali na madhara yake. Lengo la kutoa masomo ni jamii iweze kuelewa mambo yanayodhuru ni mambo gani, huku hayo mambo yakiwa ni matumizi ya kawaida kwenye maisha, alafu watu hawana elimu kwamba madhara mengi yanayowatokea yanatokana na hayo matumizi na hatua zake. Sasa hili limefanya nichukue nafasi hiyo kuja kutoa somo la madhara ya AC na mionzi mbalimbali ambayo inatumika kwenye jamii, ikiwemo simu na mambo mengine kwenye mwili wa mtu. Mambo haya yanaleta madhara gani? Nikianza na AC, iwe inatumiwa kwenye matumizi ya baridi, iwe inatumiwa kwenye matumizi ya joto, unachopaswa kujua, AC imefanywa msukumo kupitia gesi, na gesi huwa ni gwagwi ambayo ni magando kutoka kwenye dunia. Yale magando huwa yanatengeneza gwagwi hiyo kuingia kwenye mwili wa mtu na kwenda kuweka maskani ndani ya mwili husika wa mtumia gesi, ima matumizi yanayotokana na gesi. AC imetengenezwa kwa mifumo hiyo, ile kufua baridi na kufua joto ni mashine tu mbadala ambayo inakuwa imeundwa kwa ajili ya kufanya mambo hayo, kwa kubadilisha hatua hizo za baridi na joto.
lakini kinachotumika ni baadhi ya hizo gwagwi za gesi, ndo zinatiwa msukumo na baadhi ya kuzalisha mionzi. Uzao huo wa mionzi ndio unakuja kuwa shida baada ya mtu anayetumia akiwa hajui namna ya kutoa shida hizo. Gwagwi hile ya gesi huwa ina sumu ndani yake kwa namna ilivyo na hatua zake. Kwa hiyo jambo hili ni la kusikiliza kwa umakini, kwa sababu ni jambo la kiafya na watu wengi mnaathirika kwa kutofuatilia afya na namna zake. Gwagwi hizo inakuwa ngumu kuondolewa kwenye misingi ya kihospitali, kwa sababu na hospitali wao vyombo vingi pia na wao vinatumia gwagwi hiyo hiyo, na gwagwi hiyo pia ni ngumu kutolewa tu kwenye njia ya mitishamba, kwa sababu ni mambo ambayo hayahusiani na mitishamba kwa matibabu yake. Kwenye jadi ndio tuna historia chache ya kujua ni madini ya aina gani yakiunganishwa na huduma gani yanafanya kutoa hiyo gwagwi kwenye mwili wa mtu aliyoathirika. Kwa hiyo somo letu la leo ni somo la kiafya, ambayo afya hiyo inatokana na matumizi ya mambo hayo nimeyoyasema. Kwa hiyo mtumiaji wa AC muda mrefu, ikiwemo ofisini, ima nyumbani, ima kwenye gari, na hatua zozote ambazo AC hiyo inakusaidia, basi unapasa kujua una ulazima wa kuwa unaondoa gwagwi kupitia matibabu yetu hapa kwenye jadi, na upewe agenda ya kuwa unaitoa hiyo gwagwi kabla haijakuletea mambo makubwa yatao kufanya wewe usitibike. Gwagwi ni magando, ni mambo ambayo hujitengeneza kupitia mionzi hiyo, alafu huku yakiwa yanasukumwa na gesi hiyo na kwenda kutengeneza vigando ndani ya mwili wako, na hivyo vigando vinaleta mithili mbalimbali za kuoza kwa mwili. Nieleweke vizuri hapo. Gwagwi hizo hutembea na ile sumu ya gesi na kuingia moja kwa moja mpaka ndani ya mwili na kwenda kuweka vigando ndani ya mwili huo, kwa maana ya kuingia kwenye mirija mbalimbali ya mwili na kwenda kuleta shida mbalimbali, ikiwemo kansa
na zalishi ya mambo mbalimbali ambayo hufeli ndani ya mwili wa mtu. Kwa leo mkiona watu wengi viungo vingi vinafeli, muwe mnajua walikwisha tumia baadhi ya vitu vingi huko nyuma, alafu ile athari wamekaa nayo bila matibabu, kwa sababu watu wamehisi tu kwamba hospitali inaweza ikakaa ikatatua kila jambo ambalo wana matatizo nalo kimagonjwa. Kumbe hospitali inatatua mambo machache sana. Mambo mengi hamna maelezo yake, na ndiyo maana wagonjwa wamekuwa ni wengi na kupata tiba fasaha imekuwa ni ngumu, kwa sababu watu wengi hawajui kama jadi ilikuwa na tiba ya namna yake kiutu, na tiba ya jadi haikuwa tiba ya uganga. Tiba ya jadi ilikuwa ni tiba ya rasmi kiutu, kihistoria ya kiutu, na utu ukiathirika sehemu gani, unapaswa kurekebishwa sehemu gani, pasina ramli wala makadirio yasiyofaa. Kwa hiyo watu wamekuwa hawajui habari ya jadi, ndiyo sababu ya kutokujua wanaathirika wapi mpaka leo. Ndiyo maana tiba nyingi utaona wakitoka hospitali, utaona wamekimbilia kwa waganga, wakihisi kwamba hizo sehemu mbili ndiyo sehemu ambazo zinaweza zikatatua matatizo yao. Kumbe waganga wanajua theluthi ndogo ya kutatua jambo, na hospitali ni hivyo hivyo. Jadi inajua mambo marefu kutokana na historia yake iliyopana kabla ya hospitali kuwepo na kabla waganga hawajaga kuwepo. Jadi ni jambo la zamani lenye historia ya kiutu na afya zake. Kwa hiyo ninapokuwepo mwalimu wa jadi, ninazungumza kuhusu neno afya, mnapaswa kujua kwamba yako mambo hamwezi kushughulikiwa kokote mpaka mrudi kwenye nature ya kiutu ambayo ni jadi. Hiyo ndo inaweza kutatua mambo hayo kwa maelekezo rasmi na mnavyoambiwa. Hatua mbalimbali hizi zinaleta athari nyingi kwenye jamii tulionayo, na kukosa majibu, na watu kubaki na bima mbalimbali za kudumu, huku utatuzi ukiwa hujulikani unatatuliwaje. Yako mambo ya kutatua kwa bima, na yako mambo ambayo mtaendelea kufa na bima zenu. Sababu kubwa, hamtaki kujua utu ulianzaje na ni nani ima agenda gani inaufafanua huo utu kwa mapana makubwa, ili mnusurike kwanza kiakili. Yote haya yawasaidieni. Athari ya vitu hivyo nimevyovisema ni athari isotibika kirahisi, kwa sababu bwagwi hiyo inakwenda kutengeneza mgando ndani ya mwili, ikiwemo ndani ya mapafu, matundu madogo madogo. Unaanza kupata shida ya kukosa nguvu. Utaona mtu ambaye amedhurika na mambo hayo, utaona kitengo cha kwanza ataanza kupoteza nguvu za mwili. Anakuwa uwezekano wake unakuwa ni mdogo, na kila muda anahitaji afanye labda hiki na kile ili nguvu yake iweze kurejea. Kumbe ukiwa una matumizi haya, iwe ofisini ima nyumbani, fata sharti lake kwenye tiba tunayoitoa.
kwa lengo wewe ufanye shughuli zako na usiathirike kwa hizo gwagwi zitakazo kuja kufanya mambo mengi kufeli ndani ya mwili wako. Kwa hiyo leo ukisikia mapafu yako hivi na vile, ni athari ya sumu ya muda mrefu imekwisha ingia humo, alafu hakuna matibabu unayotokeaga kufanya kama service ya mwili. Hayo mambo tena umekuwa hauko hivyo, umebaki kuingia tu kwenye AC ofisini, unakesha hapo, unashinda hapo bila kujua kwamba umekaa kwenye madhara kwa kiwango kikubwa. Ukitaka kujua kama AC ni tatizo, lakini haujaambiwa uache kuitumia kwa sababu ni matumizi ya kawaida, isipokuwa umehimizwa fata huduma zake ili ujitoe kwenye shida zake. Fata huduma zake ili ujitoe kwenye shida zake. Kila matumizi unayoyaona yanatumika kwenye jamii, hata kula kawaida kama ugali, ubwabwa na mambo mengine, kama mtu huna ratiba ya kufata agenda za kiutu zilisemaje kuhusu kula tu kunazalisha sumu kwa kiwango kikubwa. Ndio kuna watu wengi wanaumwa magonjwa wasioyajua kwa sababu wamekula vyakula fulani ambavyo hawana majibu navyo katika njia za kiafya. Kwa hiyo hakuna kisichozalisha matatizo, isipokuwa zamani na kwenye jadi mlielezwa ziko njia za kutoa yale matatizo yanayozalishwa na wewe kula na kuneemesha mwili wako. Ndio maana wanajadi wakapewa elimu kwamba kuna huduma ya lubumba mweko. Hiyo ni ambayo huwa wanaitumia kila baada ya miezi mitatu kwa kunusuru mambo yao mbalimbali. Wale mlokwisha kuasi jadi na wengine labda hamkuijuaga kwamba jadi ndo muhimili wa kiutu, mkabaki kuishi kwa hizi bunifu ndogo ndogo za duniani, ndo wengi mmejaa mahospitali, kwenye maombezi na mambo mbalimbali msokuwa na elimu nayo, mmeyapeleka huko kwa kuto kujijua. Kumbe mnaathirika mambo mengine, nyie mnaenda kutibiwa ima kupewa huduma ya vitu vingine. Kwa hiyo inakuwa ngumu kupona kwa kuombewa. Eti unaenda kuombewa sehemu fulani, huku wakati we una gwagwi zimeingia ndani ya mwili wako. Zile gwagwi zinataka mpaka wewe ufate utaratibu tu ndio utapona, na hazitoki kwa maombi ya mtu yoyote. Tunapasa kuelewa hapo kwamba hazitoki kwa maombi ya mtu yoyote yule. Ni sawa na wewe ukiwa uchafu kagandia juu ya ngozi, alafu eti mtu aje hapo akuombee wewe uwe msafi, unakuwa ni mtu mpumbafu ima mchimvi fulani. Kuondoa ule uchafu inakulazimu ukoge, tena utafute sabuni za aina mbalimbali ili kupata usafi unaostahili. Hii yote ni mifano ambayo mtu unapaswa kujipa kichwani mwako. Kula huwa ni tatizo, matumizi haya yote tunayoyatumia ni matatizo, lakini shauri gani linawatoa kwenye hayo matatizo? Mnaenda kuangukia kwenye mashauri ambayo yana elimu ndogo, lakini yamefananishwa kitaaswira kwamba yenyewe ndo yanatatua matatizo mengi ya watu. Sasa wewe ukiona rundo la watu linakimbilia kwenye kituo ima vituo vya aina fulani, wewe unawaza tu kwamba hivi vituo kwa sababu watu wanakimbilia huku, inawezekana hiki kituo ndo labda kinasaidia watu kwa wingi. Kumbe viko vituo vimetangazwa tu sana kwa watu wengi, ndio sababu ya watu kuvijua, lakini si kwamba vinatatua hivyo mnavyoona. Watu wanabaki na shida zao na hayo marundo ya watu yakiwa yako hivyo. Kwa hiyo yote tunayazungumza kwa sababu ya faida ya akili zenu nyinyi.
Kwa hiyo umma wa sasa unahitaji kuelezwa ukweli, ili mfe huku mmejua ukweli. Ukitaka kujua kama gwagwi ima gesi inazalisha sumu, ambayo hiyo sumu ikienda ikikaa kidogo kidogo sehemu, baadaye kama hauna ratiba ya kuitoaga, hiyo sumu inakuja kuwa shida ambayo wewe kuitoa itakuwa ngumu, ima itakugharimu sana. Watu kwa kuumwa mavifua wanaita mavifua vikuu, watu wanaumwa magando ya damu sasa hivi, watu wanaumwa miingiliano ya pumzi. Gwagwi zimeziba vitu mbalimbali humo na havitolewi kwa huduma hizi za kawaida. Sasa usipojua huduma ya jadi na agenda zake, nini kinatokea? Nini kinakutokea? Kwa hiyo unabaki kuhangaika humo, na mwisho wa siku unasema labda nilikufa, nilikosa matibabu. Ulikosa habari halisi inayokufaa, sio kwamba wewe ulikosa matibabu. Matibabu yapo, isipokuwa ni mpaka wewe ujue nani amesema nini kwa upeo gani alionao katika kumsaidia mja mwenzake. Sasa mmebaki kufata tu shabiki ya jambo lililotangazwa bila kutazama nani ana upeo wa kiasi gani kwenye jambo, naye anajua nini. Hamtaki kutazama kitu hicho. Mnabaki mnatazama nani katangaza sana vitu vyake. Kumbe viko vitu vinatangazwa sana, lakini uwezekano wake ni mdogo. Hichi kitu eleweni kama watu. Muache kuishi kwa kukariri, eti pale watu wamejaa wako hivyo, wametangaziwa tu, lakini haina maana kwamba pana uhalisia wa kutatua hivyo. Yote haya yanalazimika tuyaseme. Kwa hiyo ukisikia habari ya gwagwi hizo kuwa ni sumu inayozalishwa na msukumo wa gesi, ukitaka kuamini hayo, wewe ndani kukiwa kuna mbu ima kuna wadudu wadogo wadogo, we chukua AC, uwasha kwa kiwango kikubwa, utaona kama hizo mbu utazionaga. Kuna mawili, kama hazikukimbia basi zitakufa zote. Na mbu sio kwamba zinakufaga kwa baridi, mbu zinakaa kwenye mabwawa, usiku kuna baridi kubwa kupita jambo lolote, na mbu kule hazifi kwenye yale mabwawa kwa baridi. Kinachoiua mbu ni ile gwagwi iliyowekwa kwenye gesi inayotoka kupitia AC, kwa sababu mbu ni kiumbe kina mwili mdogo, kinakufa kwa wakati huo kupitia hiyo hatua. Wewe kwa sababu mwili wako ni mkubwa, inakwenda inagandia kwa muda mrefu, alafu baadaye inakuja kufelisha vitu mbalimbali, ikiwemo kuzalisha na kansa za aina mbalimbali mwilini. Shida sio kutumia siku fulani alafu siku fulani nimeacha. Shida ni umetoaje hizo gwagwi kwa kufata utaratibu, na hivyo vitu vikiwa ni matumizi ya kawaida kwenye kuishi. Kwa hiyo AC haina madhara endapo unajua namna ya wewe kuondoa shida ya AC husika. Ukishajuzwa hivi na huduma zake ukapewa, utakaa kwenye AC muda unaoutaka wewe, na utafanya shughuli zako zote bila matatizo yoyote, kwa sababu una programu ya kuwa unatoa zile gwagwi zinazoingia mwilini na kuziondosha, na unakuwa na afya inayostahili.
gwagwi hizo huzalisha madonda ya ndani kwa ndani ya mwili na yasiyotibika. Unajikuta tu mwili unakaa unauma sana kupita kiasi. Alokupiga hujui kafanyaje. Alafu unaweza ukaja ukaanza kuumwa hivyo umeshakuwa na miaka 50. Kumbe kipindi cha nyuma huko ulitumia hizo gwagwi, alafu wewe hukupata tiba yake mpaka hapo. Wakati unafika miaka hiyo ndo unaanza kuona ile gwagwi inaendelea kukuletea shida na kufeli kwa vitu mbalimbali kama watu wazima wa sasa mnavyowaona wanaharibikiwa. Yote hii mjifunze nyie mmeukaa kwenye matumizi haya. Kwa hiyo gwagwi hiyo inatengenezeka kwenye vitu hivi vya aina ya gesi, mionzi. Mionzi hii unayoiona ya simu, bluetooth, vitu mengine mbalimbali. Yote ukitaka kuamini hivyo, ninakupa historia yake fupi hapa. Yuko mtu akishakuwa na gwagwi nyingi mwilini kwake, ukimuingiza kwenye AC, utaona hapo hapo anakuambia kichwa kinaniuma, au utaona hapo hapo anakuambia sijui najisikiaje, labda AC ingezimwa. Maana yake huyo tayari kwanza zimeisha kuwa nyingi, alafu hazihitaji kuongezeka zingine, na hizo za kwanza hajazitoa. Najua naeleweka hapo. Kwa hiyo anasikia tu imekuwa ni shida moja kwa moja, kumbe huyo tayari ana gwagwi nyingi, ana zile sumu zenye madhara hayo nyingi. Kazipata pengine kwenye mionzi ya aina fulani, kupitia miimili iliyotengenezwa kupitia mionzi hii, masimu, mavitu mbalimbali haya. Haya yanasafirisha kupitia njia ya hewa, hata kwa kupumua inaingia mpaka ndani. Sasa ikitumika kwa muda mrefu inatengeneza huo ugando unaoitwa gwagwi kwenye asili na jadi. Gwagwi zikitengenezeka kwako kupitia mithili ya vitu hivyo, inakuwa ni kitu ambacho hakitibiki kirahisi, kinasababisha kuoza kwa mwili sehemu mbalimbali kunakopita pumzi ndani ya mwili. Kwa hiyo wajumbe mbalimbali, jambo hili ni la kufikishia mtu yoyote. Yuko mwingine ndo anaanza kuathirika sasa, lakini zamani ndo alikuwaga mtumishi, anafanya mambo yake yuko kwenye AC. Sasa hivi ndo gwagwi zimemkalia kooni, anaenda kuwa na bima mbalimbali, labda azitatue hizo, zinashindikana. Afya yake inakwenda hovyo kupitiliza, anaanza kukatwa kila kiungo, kwa sababu kwenye tiba za kawaida hivi vitu havina matibabu. Nje na jadi hivi ninavyowaeleza vinakuwa havina matibabu. Nje na we kuanza kukatwa mara koromeo, mara umekatwa hiki, mara pafu lipunguzwe, mara mishipa fulani itolewe, damu mara inyonywe. Yani utaishi kuwa mtu wa hivyo kwa sababu hukufata ratiba. Na ukija na athari zikishakuwa kubwa za hiyo kansa ya mambo mbalimbali, inakuwa na gharama kubwa kuitoa hata hapa kwenye jadi, kwa sababu umeifuga kwa muda mrefu. Kwa hiyo hapo huwezi kukwepa gharama. Sasa gharama hapo hazikwepeki ili we upate nusra, na wengi wamepata nusra hiyo, na ya Mungu yatawabariki kuwajulisha kwamba walinusurika sehemu gani kwenye nini. Kwa hiyo yote haya ni masomo halisi ya kujua matumizi haya ya mionzi mbalimbali na hizi gwagwi zinazotokana na AC na vitu hivi ambavyo vimeundwa kupitia gesi na mambo kadhalika, muwe mnajua vinaleta shida hizo kwenye mwili. Na watu wengi wanapoteza maisha
wanapoteza nguvu za kutumika kwenye vitu mbalimbali baada ya kuwa na madhara ya mambo haya. Kwa hiyo hili somo ni rasmi kwenu. Mtu wa aina yoyote ambao umelisikia, umwambie na mwenzako, ujue kwamba kwa matatizo ambayo na kuona nayo umeshughulika hivi na vile, moja kwa moja utamueleza kuwa nilisikia somo fulani linahusiana na mambo hayo yasiyetibika kirahisi, ila yapo. Ni mambo ambayo tumekwisha yatumia na yako kwenye matumizi kawaida, ila yanataka elimu hii ili mnusurike. Msipoifuata elimu hii, maana yake hiyo changamoto ni mtu ubaki nayo kwa kusubiri kukatwa viungo kutokana na kitu gani kimeoza kwa muda gani. Yote hayo tutabaki kuyapokea hivyo, na hakutokuwa namna nyingine ya kunusuru baada ya elimu hii kutoka. Sababu tunatoa elimu, lengo ni mtu asikilize alipoharibikiwa, imo alipokwama, apate utatuzi kwa wakati kwa kupata maelekezo hayo. Kwa maana jamii yetu ya sasa imekuwa tu inaishi kwa kupenda kulinganisha vitu hata bila kutazama uzito wa elimu gani ikoje. Unaona mtu anakaa tu analinganisha kitu hiki na kitu hiki. Na haya ndo yameiponza jamii kubwa kuharibikiwa pasina kujua nini cha kufanya. Hivyo ni washukuru ndugu wote ambao tumelisikiliza somo letu. Majibu ya matatizo hayo yamekaa yako hivyo, na huo pia ndio ufasaha wake. Asanteni.